mazingira ya maisha yake. Paulo anaongelea kuhusu hali ambazo anazipitia. Anasema nimejifunza hali zote, nimejifunza kwa mazingira yote, nimejifunza katika wingi, nimejifunza katika uchache, nimejifunza kuwa navyo vyote na kupungukiwa, katika mahitaji yote nimejifunza. Na ndipo sasa Paulo anawatia moyo, ninajua kabisa Mungu wangu atawabariki, Mungu wangu atawatendea, Mungu wangu atawakumbuka kwa kadiri, kwa kila hitaji ambalo mnahitaji, kwa kila shida mnayomlilia, kwa kila ombi mnaloliomba. Yeye ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu mwaminifu. Usijidharau kwa hali yoyote ambayo unapitia. Hali ambayo unaipitia ni daraja la kukupeleka kwenye hali ambayo hauijui. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira ambayo unapitia leo ni mlango wa kukuingiza katika mazingira mapya ya utawala, mazingira mapya ya utukufu. Lakini ukishindwa leo, kesho utakuwa na uwezo wa kutawala. Lakini ukisimama leo, utatawala kesho pamoja na Kristo. Tutatawala pamoja na Kristo. Na ndio maana jitie moyo kwamba jitamkie na yaweza mambo yote. Yeye alianza kazi njema ndani yangu, hata katika hiyo akanipitisha. Kwa hiyo usimwaibishe Yesu kwa mahitaji yako ya siku moja. Usimwaibishe Yesu. Usiwe kama Esau. Usiwe kama Esau. Esau ni jambo la kiroho. Hakuna mtu ambaye anaweza kafa kwa kukosa chakula cha siku moja. Ili ni picha ya kiroho ya mtu ambaye ameshikwa na tamaa za ulimwengu, ya mtu ambaye amekamatwa na mazingira ya ulimwengu. Anadhani ya kwamba huyo bwana akiondoka hakuna bwana mwingine. Anadhani ya kwamba hiyo kazi akikosa hakuna kazi nyingine. Anadhani ya kwamba ili niweze kufanikiwa lazima nitende dhambi, ili niweze kupata nafasi lazima nilale na bosi ili aweze kulipia kazi. Kataa hiyo kiu ya chakula cha siku moja, hiyo kiu ya kuzimu ambayo ilikuwa kwa Esau mpaka akaamua kuuza uzaliwa wa kwanza, haki yake ya kuzaliwa. Mimi na wewe tumezaliwa katika Kristo Yesu. Tusimwaibishe Yesu, tumtukuze Yesu katika miili yetu, tumtukuze Yesu katika maisha yetu. Tusikubali hiyo ni njaa ya ndani. Usikubali kumwacha Yesu, maana yajayo, wasee wanasema yajayo yanafurahisha, yajayo ni mazuri kuliko njaa. Haleluya! Njaa ya siku moja, shida ya siku moja usisababishe ukamkana Kristo. Unaona ile tamaa ambayo ilikuwa ndani ya Amnoni, ile tamaa ilikuwa ndani ya dada anaitwa Tamari, ilikuwa ni tamaa kali kabisa. Na tena anasema nisipolala naye leo ni kama vile nitakufa, ni kama vile nitakufa. Ilikuwa ni kiu ya kutenda dhambi, njaa ya kutenda dhambi, ya kuanguka dhambini. Nakwambia hata siku amembaka dada yake, amemlazimisha dada yake alale naye, maandiko yanasema hiyo siku ndipo alipomchukia zaidi, alipomchukia zaidi. Mimi nakwambia hakuna mtu ambaye anashibishwa na dhambi, hakuna mtu ambaye anashibishwa na tamaa, hakuna mtu ambaye anashibishwa na wanasema tonge moja huenda lisiondoe njaa. Tonge moja, dhambi moja imebeba mauti. Usikubali kuzaliwa kwa kwanza. Mahitaji ya kibinadamu yasikufanye ukose Mungu. Mazingira magumu ambayo unapitia, usimkose Mungu kwa ajili ya mazingira magumu. Baki pale, maana amekuahidi kwenye Wafilipi 4:19 ya kwamba atatubariki na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake. Kwa Mungu kuna utajiri wa vitu vyote, atatujaza kwa kadri ya utajiri wake. Atanijaza, atakujaza wewe mama, wewe baba, wewe kijana, atakujaza kwa kadri ya utajiri wake. Ipokee neema katika jina la Yesu. Ipokee neema katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Wakorintho 9:8. Wakorintho
Wakorintho wa pili 9:8 Mungu anamwambia Paulo. Wakorintho wa pili 9:8. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao na Biblia ya simu na mimi nimeshafika. Sisi wa Biblia za karatasi tunazunguka kweli. Wakorintho wa pili 9:8 tunasoma ile mstari anasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mungu anaweza kukujaza nini? Mungu anaweza kukujaza neema, anaweza